wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Yesu analaumiwa na Mafarisayo. Hawa Mafarisayo ni walimu wa Torati. Walikaa darasani kwa miaka 30 wakijifunza Torati, na wao ndio watunzaji wa Torati, na wao ndio walimu wa Torati, na ndio wasimamizi wa Torati. Walipomuona Yesu anakuja na kukaa na wenye dhambi, kwa maana ya watoza ushuru, yani wale watu wa kodi, kwa Tanzania ni watu wa TRA. Kwa hiyo ilijulikana kwamba watu wa kodi ni watu wa dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu wa kodi anaongeza sehemu katika ile kodi aliyoelekezwa kudai kodi kwa mwananchi. Kama ni kodi shilingi 100, atamwambia watoe 200, 100 anapeleka serikalini, 100 ya mfukoni kwake. Au kama anadaiwa zaidi, anaweza akasema apewe chini ya kiwango anachodaiwa, alafu anafutiwa kodi. Kula anaonekana kwamba amekwisha lipa kodi, lakini ile hela haikufika sehemu husika, amechukua huyu mtoza ushuru huyu. Sasa Yesu alipofika akakana watoza ushuru, na makahaba wamemzunguka na wakamlaumu. Wanapitia wanafunzi wake, nyinyi mbona mnakula na kunywa na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu anasema mwenye afya hahitaji tabibu, bali aliyewezi, nami sikuja kuwatafuta wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Kwa kusudi